Natumai tukifika kwa Malkia Mkuu atafurahi zaidi. Ndio, inapaswa twende saa hii. Sawa dada, naona pia muda umesonga, tunapaswa kuondoka. Sasa mmefanya kazi nzuri sana. Nataka wale wabaya wetu wote tuhakikishe tunawamaliza. Alafu Sasha, usiwe kunitembelea ovyo ovyo pale nyumbani. Yule mtoto sitaki agungue hiki kinachoendelea, sawa? Ndiyo Malkia Mkuu. Ukiwapa kazi yangu, nataka muwe mantini sana, sawa? Kwa sababu kuna bwana mmoja huyo naona ni mkali sana. Alafu sasa wewe, ile siku unajua unakumbuka nilikuangusha? Ndio. Wewe upate matatu chapa. Yaani ninachokuambia wewe, huo unaenda sivyo. Na yule bwana ni mkali, aweza akakuua.
na malengo kuu yao ni gani? Mbona ni hii familia tu? Hii ni mara ya pili sasa. Naona nitalivalia njuga mimi mwenyewe hili jambo. Unasikia Sasha? Ndiyo. Sasa hapa tunaondoka, alafu ni mwe makini sana na mfuate masharti ninayowaambia, sawa? Kwa sababu mimi ndo ninayekijua hichi kijiji vyema, na sasa sitaki kujulikana kama nashirikiana na nyinyi, sawa? Usiwaze kuhusu hilo. Haya, tuondoke. Unanikumbuka? Ndio, nakukumbuka. Na mbona unapenda kufuatilia maisha ya watu? Mimi sifuatilizii maisha yako, ila nataka nikusaidie ili usome kwa uhakika, ukasaidia hata familia yako. Uachane na mambo ya kishirikina. Unajua hali ya sahihi inatakana uzingatie sana elimu, uzingatie masomo. Msichana kama wewe atakana wewe unaenda madrasa usome, utakuja saidia wazazi wako baadaye, na baadaye wazazi watakushukuru kwa kuwa umesoma kwa bidii. Ila huu shirikina unaofanya sahihi hautakusaidia. Na nikuambie tu, kuna mama atakuja atataka kukuingiza kwa chama yake. Ninakusii ukatae kabisa, usikubali kuingia na usikubali kusikiza mambo yake, kwa maana ukiingia hapo mimi mwenyewe nitadili na. Kwani wewe baba umetoka wapi? Na mbona unafuatilia maisha yao? Mimi nimekuambia achana na kutaka kujua mahali nimetoka. Ninataka kukusaidia tu. Sasa wewe zingatia niliyokuambia, la sivyo baadaye utaniona mbaya na utabaki ukinichukia maisha yako yote. Bwana ameenda wapi? Mbona hajarudi tangu asubuhi? Mbona hata hajaniaga? Na wala mbona hata hajaniachia vitu vya chai? Sasa mimi nitafanya nini? Hata sijui nitaanzia wapi.
Tulia, usiogope. Nakumbuka nilikuja kwenu na nikakwambia kwamba uko salama, lakini kuna vitu bado haviko sawa kwako, na ndio maana haya yote yanakutokea. Baada ya mimi kuja kwako na kukuponya, mlianza kutafuta mtu wa kumsaidia tena. Hapo ndipo mlipokosea. Sasa basi, amka, rudi nyumbani na uhakikishe hakuna mtu mwingine unatafuta akusaidie. Unanielewa? Sawa sawa. Haya, nenda. Lakini nimefikaje hapa? Hautoelewa. Wewe zingatia, la msingi uko salama. Nenda nyumbani na ukumbuke niliyokuambia. Hawa watu wanawatakia nini hao? Na malengo kuu yao ni gani? Mbona ni familia tu? Hii ni mara ya pili sasa. Naona nitalivalia njuga mimi mwenyewe baba. Usiniogope, busonga hapa. Waitwa nani? Cha usiku. Cha usiku una kazi nzuri sana, lakini sio ile ya uchawi, sawa? Mimi sipendi uwe mchawi. Nataka nikupe kazi yangu uifanye, alafu nitakuongeza nguvu, sawa? Kazi gani? Nitakwambia. Sawa? Napenda kazi yangu ya uchawi. Hapana. Wewe ni mtoto mdogo sana. Hiyo kazi ya uchawi yasi. Mimi niko na kazi nitakupa, alafu nitakuongeza pawa, sawa? Mimi nataka niwe pamoja na wewe, tushirikiane kwa kazi yangu. Kazi yenyewe ni kazi inayokufaa wewe, sio hiyo ya uchawi unaijua wewe. Wewe
msichana mzuri sana. Hata kwa kazi yangu naona nikukupatia utaifanya vizuri sana. Sawa? Niache. Huyu mtoto ni kama anafaa kwa ile kazi yangu. Nitamshawishi mpaka tuwe pamoja naye. Ina maana nilikwambia usiende kwa miti unisikii? Ina maana nilikwambia usiende kwa miti wewe. Ina maana nilikwambia usiingie kwa miti unielewe? Ina maana hujasikia? Ina maana wewe angikwambia kitu unielewi? Baba. Ina maana usiingie kwa miti usikii wewe. Ina maana nilimwambia chene na hii miti asikie. Sasa hiyo ni kionjo. Ngojea nitamuonyesha. Sasa huyu jamaa tulikubaliana saa hii tutafika hapa saa 8. Saa hii saa ngapi? Bado hajafika. Acha nimpe time kidogo, nimngoje nione kama atafika saa ngapi. Kabisa kuenda time. Hatuwezi kuenda na masaa. Ndio maana sisi Afrika hatufanikiwi kwa maisha. Maana tunachukua muda mwingi kufika katika eneo tuliloahidiana.